Bila shaka wewe ni mzima na tumai unaendelea vyema. Takriban tunavuta wiki moja sasa ya mzozo mbaya kabisa ambao uliwaingiza waliokuwemo na wasiokuwemo. Hivi sasa tunaona hali inazidi kuwa mbaya, na wataalamu wengi wa masuala haya au wachambuzi mbalimbali duniani wanakubaliana kuwa kadri muda unavyokwenda ndivyo mzozo unavyokuwa nje ya udhibiti. Nje ya udhibiti. Wanajaribu kutoka nje ya udhibiti kwa sababu nchi zinaongezeka na mzozo unazidi kuwa mgumu zaidi. Leo hii ni zaidi ya nchi 10 zinashiriki moja kwa moja kwenye mzozo huu, ambapo umepelekea baadhi ya nchi kusimamisha kabisa nchi zao na kubaki na swala moja tu la kufuatilia usalama ukoje. Nchi kama ya UAE ni nchi ambayo imesimamisha kabisa nchi yake, sambamba na Qatar, Bahrain, Kuwait na hata baadhi ya maeneo makubwa kabisa ya Saudi Arabia, kuwa nchi zimesimamisha kabisa. Yani ni kama nchi zimesimama. Alert inagonga karibu kila sehemu. Nchi ambazo zimekwenda mbele zaidi zimesimama kabisa. Israeli, kila kitu kimesimama. Lebanon, mambo yako hivyo hivyo. Hali kadhalika Jordan, nchi imekwenda kabisa kusimama. Sasa hasara ya ulimwengu inazidi kuwa kubwa, na tishio la kudondoka kwa uchumi wa dunia linazidi kuwa kubwa sana. Washirika mbalimbali wanajitahidi angalau kujaribu kutaka kuondoa hili, lakini aliyeamua ameamua. Na jana Baraza la Wawakilishi limemuidhinisha tena Donald Trump, limempa nguvu zaidi. Siku moja kabla baraza la Senate lilikuwa limempa nguvu hiyo pia ya kubaki kwenye vita vile anavyoweza kwa muda maalum ambao ametakiwa kuwa hapo kwenye vita. Sasa hii ni ishara nyingine. Ni ishara nyingine kuwa na kile ambacho huwa ninakizungumza, kuwa licha ya kuwa raia wa Marekani hawapendi hivi vitu, lakini hawana maamuzi kuhusu serikali yao. Hawana maamuzi kuhusu kuamua nini kitokee. Sasa tuna shida moja kwenye mgogoro huu. Shida yetu kubwa ni kuwa udhibiti wa taarifa umekuwa ni mkubwa sana. Na si jambo geni sana, kwa sababu unakumbuka mgogoro wa Urusi na Ukraine, hali ilikuwa hivi. Udhibiti wa taarifa za upande mmoja ulikuwa mkubwa sana. Mimi mwenyewe hapa napata tabu sana kukuwekea taarifa hapa. Kama nilivyokuambia, watu wengine wanakuambia tunataka utuwekee na sisi tuonyeshe hayo matukio. Nikisha kuwekea tu hivyo hutoniona tena hapa. Sasa mimi mwenyewe unaona kuwa hata kuna wakati heading yetu inakuwa tofauti na kile tumekizungumza ndani, kwa sababu wanafuatilia hadi nilichokiandika kuwa, yani ukiandika tu kuwa hapa Irani labda yashambulia Marekani, Irani sijui nini Israeli, hauwezi hiyo posti, haiwezi kaenda. Lakini ukiandika posti ya kuasifia kuwa Marekani waitia adabu Irani au Israeli yaonyesha maajabu yake, hapo hapo wataprove na itakuja kwako. Tuko kwenye ulimwengu wa ajabu sana. Tuko kwenye ulimwengu wa kulazimishwa uongo uwe ukweli, ukweli uwe uongo. Ndio ulimwengu ambao tulionao. Kwa hiyo udhibiti wa taarifa umekuwa mkubwa. Kiungo kinachounganisha taarifa mara nyingi unajua ni viungo vya magharibi, Google na vingine. Google wameblock karibu website nyingi ambazo mimi nimekuwa nikizitumia kwa muda mrefu kuchukua taarifa za upande wa pili. Nipate taarifa labda za Irani na washirika wake. Website nyingi ziko blocked. Wameziblock. Kwa hiyo tunapata wapi source? Tunaanza kutafuta kwenye source zingine ambazo hatukuwahi kuzitumia hapo kabla, kwa sababu taarifa zimedhibitiwa kwa namna kubwa. Lakini upande wa pili unaona kuwa ulimwengu wa magharibi wao wanatumia media zao zote katika kuonyesha picha ya upande mmoja, kuwa hii hali ndio iko hivyo. Donald Trump mfano anasema, niangalia hapa kwenye website ya Al Jazeera, anasema Trump say Iran being demolished. Iran inaelekea kufutwa. Kufutwa. Wakati huo tunaona ndege za Kimarekani zile B-52 jana zimeanza kwenye B-52 na B-2 zile, yes, I think it. Jana zimeanza kunyanyuka na kuanza kufanya mashambulizi ambazo zenyewe zina sifa ya kushambulia shabaha kutokea mbali. Yani kutokea nje ya mstari wa adui. Yani nje ya tishio zinaweza zikafanya mashambulizi. Wakati Donald Trump anatuambia hivi kuwa Irani imefutwa, ukisoma taarifa anasema kuwa Leo hii jeshi la Irani halina meli. Jeshi la Irani
halina uwezo wa anga, halina zile launcher zile za kurusha, yani limemalizwa kabisa. Wakati anatuambia wamelimaliza, ila yeye anapigania akiwa nje ya mstari, wakati jeshi halipo kabisa, nje ya mstari. Nilichokizungumza juzi kuwa hakuna tishio la kuwa ni baada ya muda mfupi sana Irani yote tutakuwa tumeimaliza, lakini wakati huo huo Marekani anahakikisha kuwa raia wake wote waliopo Mashariki ya Kati wanatakiwa kuondoka. Umeisha dhibiti hatari ya adui, lakini huna uhakika na usalama wa raia wako unawatoa. Ni kitu ambacho kinahitaji tu kufikiria kuwa je, ni sahihi? Sasa ukiachana na hilo, utaona kuwa simulizi na hadithi za Marekani na Donald Trump zinakuwa tofauti na uhalisia. Kwa sisi tunaofuatilia, mfano baadhi ya televisheni tunazitazama, baadhi ya televisheni zitakuonyesha kiasi, lakini kwenye maandishi unapata kazi, kwa sababu unajua televisheni nyingi zilizopo kwenye nchi za Kiarabu, baadhi ya televisheni zinaonyesha matukio yote ya moja kwa moja yanavyoendelea. Kwa ukiangalia mfano kuamkia leo, Irani wameendelea kushambulia Dubai, wameendelea kushambulia kule Bahrain, wameendelea kushambulia Israeli, wameendelea kushambulia karibu miji yote, na katika spidi ile ile ambayo wamekuwa nayo, yani ile kushambulia katika hayo maeneo. Tunaona ni vile vile, yani kuwa hatuoni kilichobadilika, kwa sababu video zinaonekana na mashambulizi yanaonekana yale yale yanaendelea. Sasa ukisoma taarifa huko inakuonyesha kama kuwa nchi haipo, imekwisha kabisa. Sasa wakati Trump anapewa power, nguvu ya kumaliza haya, ukiangalia baadhi ya vyanzo na vinavyozungumza, mfano nimeona taarifa ya jana kuwa Irani walishambulia mfumo wa uwezo wa ulinzi wa anga wa Marekani uliopo Jordan, mfumo wa THAAD, wakiwa picha ya satellite ilionyesha kuwa wakiwa wameusambaza kabisa mfumo huo. Hiyo ni taarifa nyingine, lakini ukisoma taarifa chache unazozipata, mfano Tasnim News iliandika kudondoshwa kwa ndege ya F-15 kwenye anga ya Teherani jana, taarifa ambayo imekanushwa na CENTCOM ya Marekani kuwa hiyo taarifa ni ya uongo. Unajua kinadharia ilivyo, mara nyingi hawa watu wakubwa, yani au nchi au chochote, huwa sio rahisi kwenda kukanusha taarifa ya uongo. Yani kuwa taarifa inayoenda kukanushwa maana yake kuwa inakuwa ina impact, ndio unatakiwa ukaende ukazungumze. Yani taarifa inakuwa na kuna kitu ndio inafanya mtu aende akazungumze, ikiwa hivyo taarifa inatokea. Sasa kuna wakati Zelensky aliwahi kusema kuwa mzozo wa kule Urusi na Ukraine ndio mzozo utakaoleta vita ya tatu ya dunia. Nadhani niliwahi kufanya interview kadhaa kuhusu story hii, na binafsi sikuwa naiamini, haiwezekani. Kwa sababu nchi ngapi unazivuta pale? Kwa sababu kwa mwaka wa 4 anayesimama kwenye vita ni Ukraine na mamluki wake wa Europe na Urusi na mamluki wake ambao walichukua proxy kutoka sehemu nyingine ambao wanaendelea. Hakuna nchi kwa nchi ambazo zimejiunga na mgogoro ukimwondoa Belarus. Mgogoro wa Mashariki ya Kati tayari umevuta zaidi ya nchi 10 kwa pamoja. Zaidi ya nchi 10 kwa pamoja zimeshaingia kwenye mgogoro moja kwa moja. Ukileta tafsiri ya mgogoro mbaya, basi moja ya migogoro mibaya kabisa inaweza ikawa hii, ikiwa mgogoro huu utatoka nje ya udhibiti. Huu utakuwa ni mgogoro mbaya sana ukitoka nje ya udhibiti, kwa sababu ni swala la muda mgogoro huu kutoka nje ya udhibiti. Maana yake kuwa washirika wa mgogoro ni wengi, wameshaingia moja kwa moja. Nchi zimesimama kabisa, yani kuna nchi zimestaki kabisa. Nchi nyingi za Mashariki ya Kati ukiondoa Oman, Yemen, kiasi labda kidogo sana Syria, kwa sababu haijaingia moja kwa moja kwenye mzozo wa ile wa mapigano, lakini Syria, Misri, baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati hizi, na kiasi kikubwa baadhi ya maeneo ya Saudi Arabia, kwa sababu kutokana na ukubwa wa kieneo wa Saudia kidogo zimekuwa. Lakini hawa waliobaki hapa katikati na Oman ukitoa, kuwa ni nchi ambazo maisha kama yanaendelea, kwa sababu taarifa ya jana iliyotolewa inaonyesha kuwa uwanja wa ndege wa Muscat safari zake zimeongezeka kwa 30%. Yani imekuwa ndio kiunganishi kikubwa. Yani uwanja wa Muscat ndio umeshika namba 1 kwa jana kwa viwanja vyote vya ndege Mashariki ya Kati, kuwa
ndege nyingi zimekuwa sasa pale ndio zinanyanyuka na kuondoka kutokea Muscat. Maanake kuwa sasa hivi nchi ya Oman inapokea mamia ya wasafiri, ima wanaotoka Dubai au wanaotoka kwenye nchi zingine kwa kucross na kuingia, kwa sababu hata ukitoka Qatar unataka kusafiri utacross kuingia UAE, na kwenye huwezi kwa sababu airspace imefungwa, hapa imefungwa. Kwa hiyo ukifika UAE hauna njia, itabidi ucross tu kuingia Oman. Oman uje usafiri kuelekea unakokwenda. Sasa ukiingia utasafiri. Kwa uwanja wa ndege wa Oman ndio umeonekana kuwa unaongoza kwa safari katika Mashariki ya Kati. Maybe utafuatiwa labda na eneo kama kule viwanja vya pembezoni kwa Mashariki ya Kati pembeni, labda Istanbul, halafu itakuja upande wa pili wa North Africa, upande labda wa Misri na kwingine, baadhi ya viwanja vya ndege. Lakini uwanja huu umeonekana kuwa una harakati nyingi na ndege nyingi, na hata waliopo pale wanakuambia kuwa kuna harakati kubwa za ndege zinaonekana. Kuna ile jam ya ndege nyingi inaonekana, kwa sababu nchi zenye zile harakati nyingi kama Dubai imesimama, hairuki, hainyanyuki. Qatar, shirika zaidi ya ndege 300 na hazinyanyuki, haziruki. Kwa hiyo unaweza ukaelewa picha kamili inayokupa hapo. Sasa naposema huu mgogoro ni mkubwa, ni mgogoro umeovuta sana, na kadri muda unavyokwenda unaona kuwa mgogoro unazidi kuwa haupungui, unaongeza washiriki wa mgogoro. Jana Donald Trump alisema kuwa yeye ni lazima ashirikishwe katika kumchagua kiongozi ajaye wa Irani. Tafsiri yako inakuja nini kichwani? Tafsiri inakuja kichwani. Tafsiri ni nyepesi tu, kuwa Marekani wameshajua kuwa hawawezi kubadili utawala. Marekani wameshajua kuwa hawawezi kubadili utawala. Unarudi kwenye kauli ile ile aliyozungumza waziri wake Peter Hegseth, ambapo wamekuwa na malumbano na Marco Rubio kuwa je, tutaingia ground? Je, tutapeleka askari chini? Je, tutafanya nini? Ndio hiko hivyo. Lakini ni mara nyingi napenda kuambia kuwa kauli za viongozi huwa haziji by mistake, huwa ni halisi. Yani hawezi kuzungumza bahati mbaya, japo kuwa ni binadamu, lakini mara nyingi wanachunga nini anakizungumza, kwa sababu anafahamu tafsiri ya umma inavyokuja. Ni kama mimi vile nazungumza hapa, ninachunga neno langu moja baada ya jingine, kwa sababu nafahamu tafsiri ya kila neno ninalolizungumza, tafsiri yake ni ipi. Ndio maana naweza nikazungumza hapa by mistake, ima nikakosea kutaja tu nchi fulani kwa nchi fulani. Angalia comment chini, itaanza kunielekeza kile. Ndio binadamu alivyoumbwa, kuwa hawezi kuona ukamili wa mambo 99%, ila ataliona kosa la 1%. Hiyo ni ubinadamu ulivyokuwa. Hawawezi kuona kuwa yote niliyoyazungumza ni kwa, lakini ukikosea kitu kimoja tu mtu atakwambia kwa, yani hata anafahamu kabisa huyu jinsi maelezo yake yalivyokuja kuwa hapa maybe tu ameghafilika, lakini sasa huyo ndio binadamu alivyo. Kwa hiyo kiongozi anapozungumza mara nyingi anachunga kauli zake, kwa sababu anafahamu anachozungumza na anafahamu wanaomsikiliza wanaelewa nini na wanaelewa vipi, kuwa tunachokisikiliza ni kipi. Donald Trump anasema kuwa Marekani ishirikishwe kuchagua kiongozi ajaye wa Irani. Wanataka kiongozi ambaye atalinda maslahi ya Marekani. Kichekesho kingine hiki, anaenda kulinda maslahi ya Marekani. Wanaharakati mpo? Au niendelee kutoa hili somo? Nilishalitoa sana kuanzia Venezuela. Niliwaambia hakuna nchi inaitwa Marekani ikakuaminisha kuwa inapigania haki au demokrasia za watu duniani. Halipo, kwa sababu si nchi ya haki. Sio nchi ambayo inaweza kumpa mtu haki. Yenyewe haiwezi kulinda haki za watu wake. Ni nchi ambayo inafanya maamuzi mengi kinyume na watu wake wanavyotaka. Kwa hiyo hii si nchi inaweza ikakupa haki. Leo hii nauliza mara kadhaa, wale raia wa Venezuela wameshapata haki katika ile serikali ambayo Marekani na wenzake waliimba kuwa ilikuwa ikiwanyanyasa? Au kwa sababu mamilioni ya mapipa tayari yanakwenda Marekani, haki imeshapatikana? Kwa sababu Marekani wanazungumza sasa hivi kuhusu leta mapipa, leta, na ndio hicho. Hakuna tena wale raia sijui mlikuwa mnanyanyaswa, serikali inatuonea. Hata wale wapinzani wako wapi tena? Tupa huko pembeni, wala hawana kazi yoyote. Trump anazungumza kuhusu kuwa kiongozi ajaye wa Irani alinde maslahi ya Marekani. Hazungumzi tena kuhusu raia wa Irani ambao ulimwengu wa magharibi unashabikia kuwa
wako kwenye serikali inaowaonea, inaowanyanyasa, inaowadhulumu, inaowaua, inaofanya nini. Lakini Trump hazungumzi hilo kuwa tunataka kiongozi atakayechaguliwa Irani alinde maslahi ya raia wa Irani, haki zao na kila kitu. No, anasema kiongozi atakayechaguliwa atakayelinda maslahi ya Marekani. Utadhani anayechaguliwa ni rais wa Marekani. Hivi wakati Marekani wakichagua viongozi wao wanatushirikisha? Wakati Donald Trump anaingia madarakani alieleweka wazi kabisa kuwa ni mtu mwenye chuki kubwa kabisa na Afrika na baadhi ya nchi. Hizi nchi zililalamika na kuifuata Marekani kumwambia no, lazima uchague kiongozi ambaye atalinda maslahi yetu. Walimchagua kiongozi wao walivyotaka. Sawa. Sasa eti leo Marekani aende kuzipangia nchi zingine kuwa huyu tunamtaka, huyu hatumtaki. Huyu tunamtaka, huyu hatumtaki. Halafu huyu atalinda maslahi yetu, huyu hawezi kulinda. Halafu unaona wanaharakati wako nyuma wanashangilia. Hii ndio Marekani. Hebu akili zenu tuzipime wakati mwingine zinakuwa ziko upande gani? Waziri Mkuu wa Spain Pedro Sanchez amepigia mstari pale pale kuwa hatutoshiriki kwenye vita isiyokuwa na uhalali. Sisi tunalinda na tunasimamia sheria za kimataifa. Kwa nini wanaharakati hamko nyuma ya Hispania ambaye mnafahamu kabisa kuwa wamesimama kwenye haki? Au haki ni ile inayozungumzwa na Marekani ya Donald Trump? Huyu kwa haki ipi ambayo anaitenda? Haki za kudhibiti mahakama, kwa sababu Donald Trump amekwenda kudhibiti mahakama ya ICC. Amekwenda kupiga vikwazo majaji. Donald Trump amekwenda kudestroy UN yote na kwenda kuanzisha inaitwa bodi ya amani kuhakikisha kuwa anaua kitu kinaitwa sheria za kimataifa. Lakini akisema Donald Trump, akisema Marekani, imekuwa ni haki. So anasema anataka kushirikishwa kwenye kuchagua kiongozi. Inarudi pale kwenye jibu nililokuambia kuwa Marekani ni kuwa wanafahamu kuwa hatuwezi kubadili utawala wa Irani, lakini tunaweza tukafanya kama Venezuela, tukashirikiana na utawala uliopo kuendeleza kile wanacho. Kwa sababu jana kuliandikwa kwenye website ya Al Jazeera kuwa Marekani ilikuwa imeipa ofa Irani kuwa inaomba wafanye ushirikiano katika uendelezaji wa urani wa pamoja wa Marekani, na hiyo iliandikwa na Al Jazeera ambao ni mtandao wa magharibi, si unajua waliandika hivyo. Irani wakawa wamekataa hilo. Sasa wanataka washirikishwe, ni kuwa wametambua kuwa kufanya mabadiliko ya uongozi ni kitu ambacho kigumu. Narudia kulisema hili kuwa Marekani na Israel wanaweza wakaifanya Irani ikawa Aleppo, wanaweza wakaifanya Irani ikawa Sarajevo, wanaweza wakaifanya Irani ikawa Mariupol, wanaweza wakaifanya Irani ikawa Dresden, moja ya miji iliyoangamizwa kabisa na vita ya pili ya dunia. Moja ya miji iliyoangamizwa kabisa pia ulikuwa ni mji mkuu wa Chechnya. Wakati wa mgogoro wa Urusi na Chechnya uliangamizwa kabisa. Marekani na Israel wanaweza wakaifanya hivyo Tehran. Marekani na Israel wanaweza wakaifanya Tehran ikawa kama Gaza. Hilo wanaweza kuivuruga kabisa, lakini hawana uwezo wa kubadili utawala. Hawana uwezo wa kubadili utawala. Hilo ndio liko hivyo. Maana yake kuwa hawana uwezo wa kukamilisha malengo yao, ila wana uwezo wa kumaliza kila kitu. Sasa jana rais mpigania haki anayeungwa mkono na wanaharakati wa Kiafrika anasema kuwa anafikiria na yeye kuunga mkono kuwapa silaha wa Kurdi wa Iraq ili waweze kuingia kwenda kufanya mabadiliko ya utawala ndani ya Iran. Marekani naye anafikiria. Rais anayeheshimu sheria za kimataifa ndio anafikiria hicho kuhusu hilo. Sasa hali inabaki kuwa ni hivi, kuwa mambo yanazidi kuwa ni hivyo. Taarifa iliyotolewa jana na Reuters katika nchi ambayo inaongozwa na rais anayefuata sheria, anayeungwa mkono kweli kweli, imeandikwa na gazeti la Haaretz na magazeti mengine. Nimeona Washington Post, nimeona Wall Street Journal, nimeona magazeti mengi ya magharibi yameandika kuwa probe US like responsible for Iran school strike, sources say. Kuna dalili zote na ushahidi unaonyesha kuwa aliyeshambulia shule ya watoto wa Irani kule Minab, wakauawa watoto 165 wa kike katika shambulizi la awali, ni Marekani. Kutoka kwenye vyanzo ni Marekani ndio kuwa yeye ndio aliyefanya mashambulizi kwenye shule ya watoto
akaua watoto 165. Wanaharakati mpo? Mmelizungumza hili? Au kwa sababu ni watoto wa Iran wana haki ya kuuawa kwa sababu Marekani ana haki ya kuua yoyote ndani ya Irani isipokuwa wengine hawana hiyo haki, au inakuwaje? Nadhani kuna wakati tusimame kwenye kile kitu ambacho kinaonekana kwa wazi kabisa. Hatuwezi tukaendelea kutetea uvunjifu wa haki na sheria katika sheria ambazo ni sheria chache ambazo tumejiwekea wenyewe duniani. Si kwamba mimi ninachokizungumza, sababu kuna watu wengine wanatafsiri, yani mtu atakuja hapa atakuwa wewe ni mdini. Sijataja dini ya mtu, sijataja sijui ni nini, kwa nini? Nimebaki kuzungumza kuhusu kile tulichojiwekea katika ulimwengu huu kupitia sheria zile tulizozianzisha katika kusimamia ulimwengu, sheria zinazolindwa na Umoja wa Mataifa. Huwa ninasimamia hapo hapo, kwa sababu hata kuna wahubiri wa kidini wengine upande wa dini yangu hupenda kunifuata kunielezea kuwa hilo kwa mujibu wa dini. Kama mimi sio mhubiri wa kidini, mimi ni mchambuzi wa kisiasa. Hayo wapelekee wahubiri wa kidini ambao wataingia nayo. Mimi siwezi kuleta hiyo. Mimi nazungumza katika ulimwengu tu, masuala yaliyopo katika ulimwengu, katika kile kitu kinaitwa sheria za kimataifa. Je, unaweza kuzilinda sheria za kimataifa kiasi gani? Kwa hiyo sitokuwa upande wa yoyote anayevunja sheria za kimataifa. Kwa hiyo kama unahisi yule unampenda sijawahi kumtetea, chungulia kuhusu uwezo wake wa kulinda sheria. Je, anaheshimu sheria za kimataifa? Kama anaheshimu hizo sheria za kimataifa, basi mimi nitamtetea. Lakini kama hawezi kuheshimu hizo sheria za kimataifa, usahau kabisa kuwa mimi kumtetea. Siwezi kumtetea. Na ukitaka nimtetee, basi hakikisha anaingia kwenye kuheshimu sheria tulizojiwekea za kimataifa. Mimi nitamlinda na nitamtetea. Lakini ukiona sijawahi kumtetea wala kusema zuri lake, basi nenda kachunguze kuhusu, je, ukiukwaji wake wa sheria umekuaje? Ndio hapo ninaposimamia. Jamani, narudia kauli ya kakaangu. Aliniambia unapomaliza kuzungumza unatakiwa utuage. Jana sikumtaja, ni kakaangu Faisal, lakini sitaki kutaja jina la pili. Lakini aliniambia ukimaliza kuzungumza tuage. Basi ninawaaga mpaka hapo mara nyingine inshallah.